kwenye nafasi mbalimbali za kiuongozi. Nimekuwa mbunge vipindi vitatu, nimekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, nimekuwa mhandisi, nimekuwa raia mwema wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na isitoshe nimekuwa binadamu mwenye mtazamo wa kiutu katika dunia hii iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Leo niombe kuzungumza kwa capacity yangu au nafasi yangu ambayo nilikula kiapo mwaka wa 2009 kule Uholanzi, ya kuwa mtiifu mahali popote bila ubaguzi wa kiitikadi, ubaguzi wa kitaaluma, ubaguzi wa aina yote, kutumikia nafasi hiyo mahali popote pale bila ubaguzi. Nafasi hiyo ni namna ya kuheshimu na kutii uumbaji, na hasa kutii uhai. Kwa hivyo nitazungumza kwa nafasi yangu ya kiapo nilichokula cha kuweza, singependa kutumia, kuweza kuchambua au kushirikishana mawazo kwenye jamii yetu kwa sasa, nchi yetu kwa sasa, hofu iliyopo, migogoro mizito iliyopo ndani ya nchi yetu na hofu iliyopo. Kwa hivyo jamii yote ipo, iwe ni wanadini ni sehemu ya jamii, iwe ni vyama vya siasa ni sehemu ya jamii, iwe ni wanataaluma wa aina mbalimbali ni sehemu ya jamii. Sasa mimi nazichukua jamii zote hizo kwa pamoja niweke kwenye seti moja kubwa ambayo ni uhai wa mama yetu Tanzania. Naamini lengo letu kuu ni mtazamo huu mpana ambao nimejaribu kusema hapa, ni katika kipindi hiki tunachopita. Kwa nini kipindi hiki tunachopita migogoro imekuwa mizito kiasi hiki? Hofu kwenye jamii ni kubwa sana. Kila ukipita unasikia watu wana wasiwasi, watu wana hofu, wakati tumeumbwa na Mwenyezi Mungu ili tuwe na furaha. Ukituangalia welfare, psychological well-being yetu sisi wa Tanzania inaenda chini badala ya watu kuwa na furaha. Yani ule utashi, ule ukuu wa uumbaji, ule ukuu wa kunyanyua mwanadamu aweze kuishi kwa furaha. Hata ukienda kwenye happiness index yetu sisi wa Tanzania utaona kwamba iko chini kweli kweli. Kama tunashika mkia, kwa nini? Lazima tujiulize maswali hayo, kwa nini? Lakini naamini tukishirikishana kwa pamoja, mama Tanzania atashinda. Tukijiuliza kwa nini tumefika hapo. Na hii tukiweza kuangalia migogoro kwa mapana yake, tunaweza tukaona kwa nini yanatokea migogoro hii. Migogoro gani tunayoisema? Ni zaidi ya miaka 30 sasa tangu tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi. Hata kabla ya kuanzisha mfumo wa vyama vingi kumekuwa na matukio makubwa, mengine yanapitiliza, ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Matukio mengine hayafuati sheria, ambayo yamesababisha hata kutoa uhai wa binadamu. Tumeona mauaji ya hapa na pale, tumeona watu wakipotea, wakitoweka kwenye mazingira ambayo uwezo ukayaelezea, unaambiwa tu watu wamepotea. Tumeona kwenye mazingira ya watu wanatupwa gerezani bila hata hatia, bila hata sababu. Tumesikia watu wanatekwa, wengine damu inamwagika bila kujua kulikoni. Nikitaja kwa uchache, yako matukio mengi, lakini nimependa kutaja hayo kwa uchache. Sasa madhara yake nini? Nimejitahidi kitaaluma kabisa kufanya utafiti wa kina na kuwa na uwezo wa kusikiliza bila kuwa na, yani kusikiliza ile nguvu ya ndani, ile nasema electromagnetic force. Unapata taarifa, unazichuja, unaziweka kwenye taaluma ya aina mbalimbali ambazo ziko huku duniani, kujiuliza swali hili, madhara haya kwa nini? Mwenendo huu umesababisha hofu katika jamii, na sasa inaongezeka mwaka hadi mwaka.
Na ukiangalia athari zake au ukihesabu hofu hii, ambayo migogoro hii ambayo kitaaluma tunaweza kusema ni janga la kitaifa, inatupeleka kubaya. Hofu inaangamiza uhai, na ikiangamiza uhai inaangamiza taifa. Tunajifunza kwa wenzetu, tumejifunza, historia inatuonyesha maeneo mbalimbali ya kidunia mambo ya namna hii yalivyotokea. Hofu ikatamalaki, ikaumiza, ikaleta msongo wa mawazo kwenye akili za binadamu, ikaleta sintofahamu ya aina mbalimbali kwenye uumbaji, na ikaangamiza baadhi ya mataifa. Na sasa viashiria hivi tunaviona hapa kwetu Tanzania. Sasa watu watajiuliza, kwa nini leo na sio kesho? Utaona kwamba mabadiliko ya dunia yanaenda kwa kasi kubwa sana. Mabadiliko ya kiteknolojia yanaenda kwa kasi kubwa sana. Na mabadiliko ya teknolojia, je, tunaweza kupata taarifa sahihi kwa wepesi? Jibu ni ndio. Je, vijana wetu wa jana ukilinganisha na vijana wetu wa leo wako kwenye uelewa sawa? Tunasema hapana. Vijana wetu wa sasa wanauelewa hasa wa kasi ya teknolojia. Taarifa zinapatikana kwa haraka sana, na unaweza ukachuja taarifa hii ni sahihi au sio sahihi kutokana na dunia ya leo, na hasa tumeingia kwenye dunia ya artificial intelligence. Hapo taarifa zinaenda kwa kasi, unapata taarifa kwa uwepesi. Haya sasa ni leo na sio kesho. Sasa usiri, unafanya kitu kwa usiri. Usiri siku hizi imekuwa ni bidhaa au ni kitu adimu. Usiri, unasema labda hii imefanyika ndani ya kuta 4 au kwenye siri za ofisi au wapi, kesho kutokana na kasi ya mabadiliko unaiona iko hadharani. Kwa hivyo katika kuweza kumuongoza au aliye na dhamana ya kuongoza, na kuna mambo mengine na classification zake kwenye hatua zake zote za kiutawala, inakuwa ni shida. Kwa hivyo kwamba teknolojia inaenda kwa kasi kubwa, na teknolojia hiyo imegunduliwa na imetengenezwa na sisi binadamu. Sasa namna gani tunaicontrol, namna gani tunaisimamia, namna gani tunaitawala hiyo teknolojia isiharibu dunia, isiharibu dunia. Na migogoro iliyoko sasa, hofu iliyoko sasa ambayo imeanzia ndani ya nchi, imetoka imeenda mpaka nje ya nchi.